kwenye kliniki ya afya ya mapenzi. Leo nakuletea mada inayosema mapenzi bila kujikarabati ni maisha ya msibani. Kuna mambo ambayo leo unaweza ukajifunza ambayo ni muhimu sana katika kutengeneza mahusiano ambayo yamejaa furaha, yana amani, yasiyokuwa na tishio. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini sana uweze kufahamu ni jinsi gani unaweza kuboresha uhusiano wako na uhusiano wako ukawa mtamu na wa kujivunia. Mafanikio yoyote yale, mafanikio aina yoyote yale yanahitaji kujitoa, wazungu wanaita commitment. Mahusiano ya aina yoyote yale, shughuli yoyote ile inayohitaji mafanikio yanahitaji kitu ambacho kinaitwa kujitoa, ambao wazungu wanaita commitment. Kwa wale ambao wanafahamu Kiingereza, commitment ni neno kubwa sana, lakini kuna commitment za aina kubwa tatu katika maisha ya mwanadamu. Commitment ya kwanza ni commitment, wanasema commitment to results. Commitment to results maana yake ni kwamba umejitoa kupata matokeo fulani. Yaani kwamba katika ndoa yangu hii ambayo nimeingia, au katika uhusiano huu ambao nimeingia, nitahakikisha siku zote nitakapokuwa nimekosea nitaomba msamaha. Nitakapokuwa nimechelewa lazima nimrudishie mwenzangu. Kwa hiyo unajicommit kwamba matokeo yote yatakayotokea ni kwamba mimi nitakuwa responsible. Kwa nini hii ni muhimu? Naomba nisikilize sana. Kwa nini hii ni muhimu? Ni muhimu sana ni kwamba pale ambapo wewe mwenyewe unashindwa kusimamia maamuzi yako mwenyewe, utakuwa unajidanganya sana kwamba utaweza kusimamia maamuzi ya mtu mwingine au kukubaliana na maamuzi ya mtu mwingine. Kwa hiyo basi, ili uweze kufanikiwa kwenye uhusiano wako, lazima uhakikishe na wewe mwenyewe kwamba kabla sijamlaumu mwenzangu kwa mapungufu yake, kwa makosa yake, nijiangalie yeye mwenyewe kwamba mimi mwenyewe niwe na ile hali ya kujidhibiti. Kama uweze kujidhibiti wewe mwenyewe, utakuwa unafanya makosa makubwa sana kutaka kumdhibiti mwenzio. Kwa maana nyingine ni kwamba ni muhimu sana ujifunze wewe mwenyewe vitu ambavyo vitakasababisha mwenzio aione thamani yako kwa upya kutokana na commitment kwenye matokeo. Kwa hiyo kama unajiona ni mwenye hasira, kwa mfano, kama unajiona wewe ni mwenye hasira, ni kwamba unahakikisha kwamba matokeo ambayo ninayataka ni kwamba sitaki kuwa mtu mwenye hasira. Sitaki kuongea kwa sauti kubwa. Sitaki kuongea kwa haraka. Sitaki niwe namkatisha mwenzangu anapokuwa anaongea kabla hajamaliza sentence mimi nimeshamkatisha. Hivi vitu sitaki. Kwa hiyo unaanza kujikarabati wewe mwenyewe kwanza. Biblia inasema kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Maana yake ni kwamba kama wewe mwenyewe umeshindwa kujikarabati, ukajipenda wewe mwenyewe, ukataka uonekane kwamba ni mtu bora, sio tu kwa bosi wako au kwa mpenzi wako au si kwa wazazi wako au kwa nani, no, kwa mtu yoyote yule. Kwa hiyo hii ni commitment kwamba unataka uwe na matokeo mazuri, uishi maisha mazuri, lakini kwa kwanza kujitawala. Kwa hiyo kama una wivu sana, utafute mbinu za kuondoa huu wivu. Kama una hasira sana, utafute mbinu za kuondoa hasira. Kama ni mvivu sana, ujitahidi kwa kichomo vivu. Kama unapenda sana kulala mpaka asubuhi saa 2 za asubuhi bado umelala, unapenda sana kulala. Kwa hiyo lazima uanze kujikarabati wewe mwenyewe kwanza. Hiyo ni commitment to result. Sasa inakuja nyingine kwenye commitment to action. Sawa? Kwenye commitment to action. Kwa hiyo commitment to results, hapo inakuja kwenye commitment kwenye results. Yaani unakuwa umejitoa. Sasa ya pili ni commitment to action. Kufanya yale ambayo yatapelekea upate mabadiliko ambayo unahitaji. Kwa mfano, unaona kama unapata shida sana kuamka asubuhi mapema. Unapata shida sana ungependa kuamka asubuhi mapema ili ujiandae usichelewe. Lakini kwa sababu unapenda sana usingizi, ni kwa tabia yako toka utotoni, unapenda sana kulala.
Kwa hiyo una commitment wakisha kwamba sasa nitaweka alamu yangu kwenye saa, kwenye simu nitaweka, ikiniamsha lazima niamke bila kuwa na kisingizio chochote, na utakuwa unafanya hivyo siku hadi siku mpaka akili inazoea. Kwa hiyo basi tukija kwenye swala la mahusiano sasa, kwa sababu hapo ndipo ambapo tumeingia. Tukija kwenye mahusiano, basi ni muhimu sana unapokuwa umesema jambo nitafanya kitu fulani, uhakikishe unalifanya. Ukisema nitakupigia saa 5, nitakupigia, upige. Na ukiwa na mpenzi ambaye unaona hana commitment hii ya kwenye action, kwamba anatoa ahadi lakini hazitekelezi, tambua huyo ni mtu hatari sana. Ni mtu hatari sana. Kwa hiyo ukiona kwamba anatoa ahadi lakini vingi havifanyi, tambua huyo mtu hana commitment to action. Commitment ya 3. Commitment to relationship. Sawa. Na hii commitment to relationship sasa tuingia kwenye mahusiano. Nimeingia kwenye uhusiano huu. Nimeingia kwenye uhusiano huyu na huyu mdada. Nimeingia kwenye uhusiano huyu na huyu kaka. Nina malengo. Na hili ndio lengo langu hili. Kwa hiyo basi, utapaswa kumwambia mwenzio, umweke wazi kwamba bana, mimi ninavyopendelea uhusiano huu uende hivi. La kwanza, jitahidi kuwa makini sana na simu. Ya pili, lazima nijue password yako na hiyo ya kwangu. Hiyo lazima liweke wazi. Kama mnaamua kufichana password, shauri leo. Mimi nimekuambia la kufanya. La tatu, ninataka tuwe na muda wa kukaa pamoja kila siku, at least isipungue nusu saa. Tukae kuongelea tu quality ya uhusiano wetu, ubora wa uhusiano wetu. Kwa sababu huu ni uhusiano wenu nyinyi, lazima muongelee. Kama vile unapokuwa umezaa mtoto, lazima ujue jinsi nitamleaje huyu mtoto. Ni jinsi gani mtalea uhusiano wenu. Lazima mtengeneze katiba ya uhusiano wenu. Kwenye video moja ambayo nimetoa hapo nyuma, huyu ni mwanamke alishakuwa ndani ya ndoa. Sasa hivi amesema na mimi nikitapata mpenzi, nitakachokuwa nafanya, nitampa masharti, nataka awe ananinyonya, ananifanyia hivi. Nikiona akikataa hayo, uhusiano unakufa. Sitaki hata kuanzia naye uhusiano. Lazima ajue kwamba ninachotaka tunapoingia kitandani, natarajia 1, 2, 3, 4. Yaani asema hii nimepata njia ya kuchuja mwanaume ambaye yuko serious na mimi. Sio kunikojolea tu ovyo ovyo. Sasa basi, unapokuwa umejitoa kwenye mahusiano haya, ni kwamba hutaruhusu hisia peke yake ziwe zinasababisha wewe ufanye maamuzi. Sasa mtaalamu ambaye amelizungumzia hili, kuna njia fulani ya saikolojia kushauri watu inaitwa acceptance commitment therapy, ACT. Anasema hivi, lazima ukubali kwamba hili nililoamua ni sahihi, na haijalishi ni kipingamizi gani kimezuka cha kunizuia nisifanye hili, nitakifanya bila kujali najisikia vibaya au ninaumia. Kwa hiyo basi, kama huyu ni mchumba wangu, sijalishi ni mama ananiambia kwamba hafai, mimi nitakwenda naye, nitaoa. Sijalishi ni baba ananiambia kwamba huyu mwanamke hafai, mimi nitaoa. Kwa hiyo ni commitment. Kwa hiyo basi unakubali wajibu wa kuhakikisha uhusiano unaenda mbali. Sasa watu wengi hili limewashinda, wanategemea tu hisia, kwa sababu hakuna ambaye hakosei. Kila mmoja ana madhaifu yake. Lakini pale ambapo nimeamua kukubali wewe, haimaanishi kwamba mimi sina makosa. Kuna madhaifu fulani yatakuwa yamejitokeza kati yetu mimi na wewe, hali ya kutokuelewana. Kwa inapotokea hali ya kutokuelewana, ambapo nisikilize hapa. Unapoona mwenzio anainua sauti, anaongea kwa sauti kubwa sana au kwa ukali, lazima ujue jinsi ya kumteremsha chini. Kwa sababu mkiendelea kuongea kwa sauti kubwa kwa hasira, mtatokanana. Na neno likishatoka kushamtukana mwenzio, umemuumiza. Kumrudisha inakuwa ni rahisi, sio rahisi. Kwa hiyo basi unapoona mwenzio badala ya mazungumzo analeta ubishani,
unamwambia hivi, samahani baby, hivi hapa tunabishana au tunazungumza? Hapa tunabishana au tunazungumza? Oh, nauliza, naomba tujibu, tunabishana au tunazungumza? Mimi ningependa tuzungumze. Naona tunavyoelekea sasa ni kubishana. Kubishana sio kuzuri. Kwa hiyo lazima ifikie mahali kuna njia ambazo umeziweka za kuhakikisha mwenzangu anapotaka kutoka kwenye mstari na mrudisha. Sasa hili haitakuwa rahisi kama hujajijenga nafsini mwako wewe mwenyewe kujua kwamba mimi lazima nisimamie uhusiano. Kuna mambo yatatokea katikati yetu sisi wawili, hakuna ambaye ni mkamilifu. Kuna mambo yatatokea hapa. Lakini mimi lazima niwe wa kwanza kuhakikisha kwamba narudisha wenzangu kwenye mstari. Bila kuwa na kinyongo, bila kuwa na uchungu. Nampenda huyu mtu, sina mpango wa kumwacha. Lakini pale napoona kwamba bwana hapa amekosea, anakoenda sio kuzuri, nataka niongee naye katika mazingira ya kistaarabu. Sio unaongea ukishaona tumefikia hatua hiyo, ondoka. Bwana, naona hatuwezi kuendelea, tuliongelea hili baadaye. Maanake hiyo ni commitment to the relationship. Ni kwamba sio kwa sababu tumekosana ndio tumekuwa watu wabaya. Kila mmoja anakosea. Sasa mtaalamu huyu akasema hivi. Ni kitu cha kawaida kuwa na mawazo mabaya, kufanya jambo baya, kufanya jambo ambalo litamkosesha mwenzio. Lakini haimaanishi hii kuwa na mawazo mabaya au kuwa na maneno mabaya haimaanishi kwamba wewe ni mbaya. Kwa hiyo usije ukajidharau au ukamdharau mwenzio. Hata kama amekosea, kweli amekosea kabisa na ushahidi unao. Ni cha msingi ni kwamba nikumbusha kwenye mstari, lakini cha kwanza unamrudishaje? Kwa utaratibu, kwa upole. Hapo ndio mtafika mbali. Lakini akiona kama mwenzangu kwa sababu nimekosea ndio ananidharau na mimi ni nyanya mbovu ya kutupa, ukaanza kuongea maneno ya kumdharau, ya kumkashifu, tena unakumbushana makosa mengine ya zamani, hapa huwezi mkafika mbali. Utabadilisha wanawake, utabadilisha wanaume, hakuna aliye mkamilifu. Kwa hiyo basi, narudia tena pointi yangu ya kwanza. Ni muhimu sana kujiangalia wewe mwenyewe. Pale ambapo umekosea, lakini pale niliongea kwa sauti kubwa sana. Pale kweli nilisema vibaya. Wewe mwenyewe ujirudishe. Uwe mwepesi hata kumwambia mwenzio. Uwe mwepesi hata kumwambia mwenzangu kwa samani. Pale niliongea kwa sauti kubwa, naomba unisamehe. At least auone unyenyekevu wako. Kama kweli una nia njema ya kusababisha uhusiano ufike mbali. Kwa hiyo unajiangalia mwenyewe. Kuna mahali kile utakosea, utakuwa umeongea vibaya au umefanya kitu vibaya. Jirudi, mweleze mwenzio ajue kwamba kweli uko serious na uhusiano. Usikae kimya kwa sababu unaona kwamba ametulia, amekaa kimya, hasema lolote. Ukaona kwamba no, onyesha unyenyekevu wako kwa mwenzio. Sasa ukijifanya kwamba wewe ni mbabe tu, wewe ni mbabe kwa sababu ndio unajua sana na nini, hamtafika mbali. Unasema kama niyo tuachane. Utaachana na wangapi ndugu yangu? Hakuna aliye mkamilifu. Utaachana na wangapi dunia hii? Sasa kwa kadri tunavyoendelea kufundishana hapa, nitakufundisha mambo mengi ambayo yatakayokusaidia uweze kuboresha mahusiano yako. La kwanza kubwa ambalo napenda kusisitiza kwa video hii ya leo, jitahidi sana kuanza kujikarabati wewe mwenyewe. Utakuwa unamuonelea mwenzio kama wewe mwenyewe umeshindwa kujikarabati, wewe unaendelea tu kuangalia tu makosa ya mwenzio, lakini ya kwako angalia na ya kwako na ujinyenyekeze, ujishushe ili uhusiano wenu uende mbali. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali jisajili, subscribe ili nitakapoweka video nyingine uweze kupata taarifa haraka. Comments, share na marafiki zako na Mungu akubariki.